Na mtazamaji wa Kusaga TV, hapa ni mkoani Geita katika kijiji cha Buseresere, kata Buseresere wilayani Chato mkoani Geita, ambapo ndipo limetokea tukio la moto mkubwa ambao umezuka na kusababisha kuteketeza vibanda 10 ama zaidi ya vibanda 10 ambavyo vinapatikana katika kata hii ya Buseresere. Na hivi vyote vibanda ni vya wafanyabiashara wa maduka ambapo thamani ya vibanda hivi inaelezwa kupitia mwenyekiti mmoja wa wafanyabiashara katika eneo hili inafikia mpaka bilioni 2. Kwa hiyo usiku wa kuamkia leo moto huo ulizuka na kuteketeza vibanda hivyo vyote, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni hitilafu ya umeme ambayo ilitokea katika moja ya kibanda ambacho kinapakana na vibanda hivyo, ambapo baadhi ya mashuhuda wamesimulia kuhusiana na moto huo, lakini baadhi pia ya wale wahanga wenyewe wameeleza kwa masikitiko kuhusiana na moto ambao umesababisha hasara kubwa kwao na kuanza mwanzo. Wapo wale ambao walitoa makadirio yao ya haraka kwamba vibanda vyao vilikuwa na thamani ya shilingi milioni 42 na vyote vimeungua na kuteketea kwa moto ikiwa hawajaokoa hata chochote. Kunao baadhi waliokoa hata kidogo, lakini wengi wao hawajaokoa vitu vingi katika maduka hayo. Lakini pia Mheshimiwa Godfrey Miti ambaye ni diwani wa kata Buseresere ameeleza kuhusiana na tukio hilo, huku akitoa lawama kwa serikali kwa kushindwa kuleta miundombinu wezeshi ambazo zitakuwa zinasaidia kuzima moto, kwani tukio hilo si tukio la kwanza kutokea katika eneo hilo, bali ni tukio la 3 sasa la matukio ya moto. Lakini changamoto kubwa ni jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Geita amesema limeshindwa kuleta vifaa wezeshi ambavyo vitakuwa vinasaidia kuzima huo moto ili majanga haya yasilete madhara makubwa pindi tu yanapotokea kama vile ambavyo limetokea tukio hili. Mimi nikupe nafasi ya kufuatilia kwa hatua hii ambayo tumekusogezea kuhusiana na taarifa ambayo inatokea hapa mkoani Geita wilayani Chato, ambapo ndipo tukio hili limetokea. Mimi ni mwandishi wako wa habari kutokea hapa mkoani Geita, naitwa Nicholas Paul Yankano na hii ni Kusaga TV. Nauza muda wa saa 2 nilikuwa dukani na wateja, nashangaa na hicho naambia kuna moto unaungua. Kuja kuangalia na kukuta ni moto kwa jirani yangu, Erasto, moto mkubwa unaungua. Yaani sikuweza kufanya vyote, ikabidi kukuta wa moto wa TANESCO hawapatikana. Yaani kwa kweli sikuweza kufanya kazi yote. Kweli duka langu limeungua, mali nyingi zimeungua, nishindwa kwa kuokoa, inakuwa kidogo sana. Duka lako lilikuwa la gani? Duka langu ni katakata, nauza mchele, ngano, sukari, mafuta. Siwezi kuelewa, nimeona duka lilikuwa naungua kwa jirani yangu na amefunga. Moto unawaka mkubwa sana kwa ndani. Mimi kwa jina naitwa Maira Matolo, nimefunga duka muda wa 12:30. Nikawa nimeenda nyumbani, nimefika kule nimekaa. Baada ya kukaa nimetulia, nikapigiwa na mke wa Kisira jirani yangu. Ndio nikawa nimerudi sasa kuja kupambana kuja kuokoa mali yangu. Baada ya hapo nimejaribu kujitahidi, lakini moto kwa umezidi sana. Biashara ambayo nimeokoa tu ni maji, sio biashara bidhaa ndogo, takataka, yani duka la jumla. Lote kwa kweli limeteketea kwa pamoja. Kwa majina naitwa Mr. Mkongo Abdurrahmani. Mimi ni mkazi wa kata ya Buseresere na ni mwananchi wa kijiji cha Buseresere. Kwa ujumla, kama ulivyoniuliza ndugu mwandishi, ninaiomba tu serikali jaribu kuliona swala hili kama ni swala la muhimu sana, hasa itakapotuletea gari maeneo haya. Ukizingatia mji wetu ni mji wa kibiashara, mji ambao unatanuka kila kunapokucha. Ninaamini kabisa halmashauri mbili hususani Chato na Geita ni sehemu ambayo inapata mapato makubwa kupitia kodi za serikali. Kwa hiyo mimi nadhani serikali tunaiomba iliangalie hili iweze kutuletea huduma za haraka. Mimi nadhani chanzo cha moto kwa sisi majirani wa eneo hili, tumeona kulikuwa na kibanda cha simu ambacho huwa kinatumika kuchaji simu. Moto huu umeanzia kwenye kibanda cha simu na baada ya kuwa umelipuka basi ukapelekea kuungua vibanda vingine ambavyo ni vya wafanyabiashara. Lakini chanzo cha moto ni kibanda cha simu ambacho huwa kinashughulika na kuchaji betri za simu, lakini kina M-Pesa katika jimbo. Jina naitwa Rose Joseph Bonchera na ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Buseresere. Tumefunga maduka yetu kama kawaida saa 12:30. Saa mwanzo kwa tumeondoka eneo la kazi, tumefika majumbani kama saa 2 hivi, tunaanza simu zikaanza kupigiwa. Tunaambia madukani yameungua moto. Tukakimbia kufika haya maeneo, tukakuta moto umeshashika. Tunapiga simu Fatingisha wamefika muda ambao si rafiki, mara tumeshamaliza kuungua tayari. Na tunashangaa
kwa sababu huwa tunalipa kodi zao zote za fatingisha, na kwa nini wanachelewa kiasi hiki mpaka tunapata hasara kiasi hiki? Tunashangaa. Lakini kwa tathmini ya maduka yetu haraka ni hela nyingi sana. Hela nyingi sana ambazo kwa tathmini haraka hata bilioni 2 inaweza kufikia hizo pesa zetu. Ni nyingi. Kwa hiyo kwa haraka ni chanzo sisi tumesikia kwa shuhuda waliokuwa maeneo haya ni kuona moto unaanza kuwaka ndani kama short. Sasa kwa sababu kama ilikuwa imeshafungwa, waliokuwa hapa nje hawakuwa na mamlaka hata kuvunja mlango, au walijua kwamba kuna barubu zimewachwa ziko wazi. Unaona? Sasa hatujui zaidi ni nini kilicholipuka mle ndani. Ni hivyo mwandishi wa habari. Ilitokea kwenye duka lipi? Duka lililotokea ni ile hapa duka la Rasta Sogoni. Ndio kulipotokea na mlipuko humo ndani. Ndio chanzo cha mlipuko kilichotokea mle ndani. Yeye alikuwa anajihusisha na biashara gani? Alikuwa anauza biashara ya tuseme ni elektroniki ambayo imemixiwa mabeteri, sola, TV na marosheni na maperfume. Mimi naitwa Godfrey Miti, ni diwani ya kata Buseresere. Binafsi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu, lakini pia nitumie nafasi hii kwanza kupokea kwa masikitiko makubwa sana janga kubwa lililojitokeza kwenye eneo letu la kata Buseresere, janga la moto ambalo tumepokea kwa masikitiko makubwa sana. Ilikuwa ni kuanzia saa 3 kwenye dakika 5 mpaka 15 kwamba tukapata taarifa kuwa eneo hili tayari ipo ajali ya moto. Kwa kweli baada ya kupata taarifa hizo, nafikiri umeona wananchi wamejitokeza kwa wingi namna ya kuja kusaidia kuhakikisha kwamba wanawasaidia wajasiriamali wenzetu ambao wamekutana na tatizo. Tatizo hili ni tatizo ambalo limeleta hasara kubwa sana kwa wananchi wetu, hususan wakati wa Buseresere ambao tunawafahamu. Wengine walikuwa ni wajasiriamali wadogo, lakini Mungu amewasaidia, walikuwa wamefika walau kwenye hatua ya kati. Lakini kwa bahati mbaya imetokea hasara kubwa sana katika eneo hili. Kwa kweli kuna maduka zaidi ya 10, watu wameunguliwa vifaa vyao, wameunguliwa mambo yao mengi, kwa sababu hapa maduka yetu ya Buseresere yalikuwa na maduka mbele na nyuma ilikuwa ni store. Kwa hiyo watu wamekula hasara kubwa. Hatujapata tathmini ya hasara yote kwa ujumla, lakini kwa macho kwa kweli ni hasara kubwa sana ambayo wameweza kuipata wananchi wetu, na walikuwa ni walipa kodi wazuri. Kwa kweli tunaona kama tumepata hasara. Walikuwa ni wachangiaji wazuri wa maendeleo, lakini kwa hasara hii ninaamini wamerudi nyuma. Lakini mimi wito wangu kwa serikali, kwa mfano mji wangu kata ya Buseresere ni mji ambao ni mkubwa, ni mji ambao unaongoza kwenye halmashauri ya wilaya ya Chato kwa makusanyo makubwa, lakini pia hata na Katoro vile vile ni mji ambao ni mkubwa, unakusanya halmashauri na serikali inakusanya fedha nyingi sana kwenye maeneo yetu. Wito wangu, kwa sababu huu mji ni mkubwa na una wananchi wengi sana, kwa kweli ni lazima wafikiri namna bora ya kuweza kuweka gari la zimamoto katika maeneo yetu haya. Zimekuwa zikijitokeza ajali mara kwa mara, lakini huduma ya zimamoto tunaipata kutoka Geita ambapo ni umbali mrefu zaidi ya masaa 2-3. Kwa kweli tungekuwa na gari la zimamoto katika maeneo yetu haya, ninaamini ajali isingetokea kwa wingi huu. Na sisi tulishaomba mji wetu wa Katoro na Buseresere wala kutengenezwe hata wilaya ya kipolisi ili waweze kupata huduma za zimamoto katika maeneo haya. Lakini pia tuna askari ambao kwa kweli tunawapongeza kwa namna ya pekee sana ambao wamejitokeza kwa wakati. Tunaye Musa, tunaye Masune ambaye amekuwepo kwa wakati hapa, wameweza kutusaidia kwa kweli kuhakikisha kwamba wanaokoa mali za watu, kwa sababu mali watu wanaokoa wanatoa kwenye maduka nje, wengine wanasafirisha kutoka pale. Lakini kwa ujio wao kwa kweli tunawashukuru, wameendelea kulinda mali na tumeona mali zimeendelea kutolewa na kuendelea kulindwa kuhakikisha kwamba wale waliopata hasara basi wasiibiwe, zile mali tunazoweza kuziokoa basi waweze kuzipata. Kwa kweli mji wetu wa Katoro na Buseresere tunahitaji gari la zimamoto katika eneo letu la mji huu, kwa sababu ajali zinajitokeza mara kwa mara. Hii ni kama mara ya 3 inajitokeza kwenye mji wetu, paka kuja kupata gari huduma ya zimamoto paka itoke Geita, wakati mwingine paka itoke kwenye mgodi mkubwa wa GGM, wakati mwingine paka itoke Chato. Ni umbali wa mita karibu 100, wa kilomita 100. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na gari la zimamoto katika mji wetu ili tuweze kunusuru wafanyabiashara ambao wanalipa kodi kwa wakati na wameendelea kukuza uchumi na wameendelea kulipa kodi na kuhakikisha kwamba nao wanachangia pato la serikali.